Mtakatifu, mtakatifu, Mungu ishie milele. Tuko miguuni pako asubuhi ya leo tukiwa na mioyo ya sifa na shukrani. Tunakushukuru hata kwa ajili umetuamsha asubuhi ya leo ili kuja mahali hapa kukuabudu na kukusifu. Tunaomba Baba, tunapoendelea na neno lako ukatawale. Wacha Roho wako Mtakatifu akaseme kupitia kwangu. Wacha Roho wako Mtakatifu akachukue mamlaka. Fungua mioyo yetu Jehova, tukaweze kupokea kutoka kwako, na sifa na utukufu zikurudie wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kukaa asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali kuweza kusimama mbele yenu, na nashukuru kwa kuwa amewapa neema ya kurauka asubuhi. Kumeanza kuwa a bit chilly in the morning. Kwa hivyo kutoka kwa nyumba asubuhi haijakuwa rahisi, lakini ametupa neema ili tukaendelee kuja kusikia neno lake na kumwabudu. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii amenipa. Tunaendelea kutafakari juu ya kitabu cha Yohana, na leo tuko Yohana mlango wa 5 kuanzia kifungu cha 30. Mimi siwezi kufanya mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumivyo, na hukumu yangu ni ya haki. Bwana Yesu Kristo anatoa hukumu, na anasema hukumu yake ni ya haki. Hukumu inatoka kwa sababu gani? Hukumu inatoka kwa sababu yetu sisi, vile tuko wenye dhambi, vile tunaendelea kukosa, vile tunaendelea kufanya maovu mbele zake. Tulirithi dhambi kutoka kwa wazazi wetu Adam na Hawa walipotenda dhambi pale Eden. Ikatokea ya kwamba sisi ambao ni watoto wake tunarithi hiyo dhambi na tumekuwa ni wenye dhambi. Ndipo wakati huu tukiendelea na hii Lenten period tunastahili kuendelea kutubu ili kuweza kuavoid hii hukumu ya Mungu. Manake anasema hukumu yake ni ya haki. Anatoa hukumu vile unaendelea kutenda, vile matendo yako vile unaendelea kufanya, hukumu inakuja hivyo hivyo. Ndipo tunastahili kuwa watu wa kuishi na utakatifu. Tunastahili kutembea na Mungu. Tunastahili tukitembea tukitenda mema, kwa sababu pia yeye alitembea akitenda mema kila wakati. Alitembea akifanya wema. Ni kweli hakuna mtakatifu zaidi yake yeye, lakini nasi wakati tunatembea ili tuweze kuwa watakatifu tunastahili kuendelea kutubu. Sijui wakati huu wa Lent period umepanga nini? Umepanga kufanya nini wakati huu tunapoendelea kufunga na kuomba? Je, are you part of this, hiyo kufunga na kuomba ili kuishi kwa utakatifu? Are you part of what other Anglicans are doing? Kwa sababu Anglican calendar imetupa nafasi hii, vile yeye alivyofunga 40 days and 40 nights akiendelea kuomba akitafuta Bwana. Ndipo nasi kama Wakristo, kwa sababu tunaitwa Wakristo Christ-like, we are supposed to be Christ-like, tutende ile naye alitenda. So tuendelee kuwa watakatifu, tuendelee kutenda mema. Je, ushuhuda wako uko namna gani? Because unapotembea unatembea
ukionyesha ushuhuda wako. Unapotembea, kuna wengine wanasoma huko nyuma, unatembea ukitenda nini? Unatembea ni gani lema unafanya na ni gani libaya unafanya? Many a times huwa hatujui, lakini kumbe tukitembea tunaonyeshana matendo yetu. Vile unavyoongea unaonyesha wewe ni mtu wa namna gani. Je, maneno yako inatoka ya kubariki? Maneno yako inatoka ya kulaani? Maneno yako iko namna gani? Unapoishi pale nyumbani, ni gani unatenda na majirani zako? Ni lipi lizuri? Je, unatenda mema kwa majirani ama unatenda maovu? Tunaambiwa tupende jirani zetu kama sisi wenyewe. Ni ukweli haijakuwa rahisi, manake kuna wengine hawapendeki, lakini hivyo neno ndivyo linatuambia. Sasa basi, tunatenda mapenzi ya Mungu ama tunatenda mapenzi yetu mwenyewe? Yohana anaendelea kutuhimiza ili tuweze kutenda mema, ili tuweze kutenda mapenzi yake. Naye Yesu Kristo anasema ya kwamba yeye hatendi yake mwenyewe, lakini anatenda yale ya yule aliyemtuma, kwa sababu yeye alikuja hapa duniani, alitumwa. He came down from heaven to redeem us, to save our sins. Amekuja akafa msalabani. Sasa anaendelea kusema yeye alitumwa hapa duniani atende yale ya Baba yetu aliye mbinguni. Na je, sisi tunatenda yale ya Baba? Je, sisi tunaiga mfano wake? Kwa sababu tunastahili kuiga mfano wake. Tunastahili kuendelea kutenda mema vile yeye alivyotenda mema, vile alivyokuja akafa msalabani ili sisi tukaweze kuokolewa. Tuendelee kuwa kama yeye, kwa vile ashatuokoa. We have been redeemed, we have been forgiven. Nasi wakati tunaendelea na maisha yetu, tunastahili kuendelea kutenda yaliyo mema, ili shuhuda zetu ziweze kuwa mzuri, kwa sababu shuhuda zinaonekana wakati unakaa na wenzako. Shuhuda zinaonekana wakati unaongea na wenzako, wakati una fellowship na wenzako. Shuhuda zako zinaonekana. Je, wewe ni mtu wa namna gani? Baba amenituma, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote. Hiyo ni Yesu anayesema ya kwamba Baba yake alimtuma ili aje hapa, lakini bado unaona roho zetu ziko ngumu, roho zetu hazijatahirika. Kwanza, roho zetu bado hatutendi vile tunastahili kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunastahili kuwa wa Kristo, tunastahili kuwa Christ like, tunastahili kutenda. Je, Yesu Kristo alitumwa ili aje akomboe huu ulimwengu, nasi yale alikuja akatenda, tunastahili kuendelea kutenda ili shuhuda zetu ziweze kuwa kama zake. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuwa watu wa kueneza neno lake, vile naye alikuja akafundisha na neno lake likatembea, nasi tumepewa kazi hiyo, kuendelea kueneza neno lake, kuendelea kufundisha. Mara nyingi tunapokea neno la Mungu, lakini tunabaki nalo. Maybe kila siku unasikia. Je, pahali uko unafanya nini? Pahali uko unaendelea kushare
na wenzako mahali uko. Unaendelea kupea wenzako encouragement, wakuwe encouraged, waweze na wao kupokea kile wewe amepokea. Manake kile Yesu alipokea, alituletea sisi, akatupokeza na sisi. Na sisi wakati tunapokea, ulimwengu kule nje unasafa. Kuna watu kule nje hawajui neno. Kuna wakati kule nje hata hawajui kama kuna mtu anaitwa Mungu. Hawajui ya kwamba kuna uwezekano wa kuokolewa. Hawajui ya kwamba kuna mtu anayeweza kumtegemea ili amsaidie. So ile kazi tumepewa sisi ni kuendelea kueneza huu ujumbe wa Kristo, so that ulimwengu kote uweze kuendelea kutenda mema, ulimwengu wote uweze kuokolewa. Tumepewa kazi ya kufanya. So hata wakati huu tukiendelea kufunga na kuomba, unapofunga na kuomba, unaendelea kuuliza Mungu, ni wapi nitaenda kupatia mtu ujumbe huu, ili na wao wajue kwamba kuna hii time ya kufunga na kuomba, ili waweze kupata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kueneza neno lake, ili shuhuda zetu ziwe shuhuda za maana, ili shuhuda zetu ziwe shuhuda za kumpendeza huyu Mungu ambaye ametutumia mwana wake Yesu Kristo, akaja na akatenda mema hapa duniani. Nasi pia tunastahili kwenda huko nje na kufundisha na kutenda mema. Tunastahili kwenda huko nje ili watu wa Mungu wasipotee. Tukipokea ujumbe alafu tunyamazie, na labda jirani yako hata hamjui Mungu, jirani yako haendi hata kanisani, na tumenyamazia, hatuongei na wao, hatuwaambii, tunawaacha wanaangamia. Hatustahili kufanya hivyo. Tunastahili kuenda na kuwapatia hizi ujumbe ambazo tunapokea. Tunastahili kuenda nje to spread the word of God, so that kote kila mtu anaweza kupokea, ili watu wa Mungu wakaweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tusinyamazie, tusikae na hili neno. Many a times unapokea, una end up kuconstipate, because unapokea alafu haupeani nje. You are supposed kupeana. You are supposed to tell others the love of God. You are supposed to teach others everywhere. Kila mahali unapokaa, hata kama ni kazini, unashare na mtu. Hata kama ni kwa gari, ukiingia kwa gari, unaeneza huu ujumbe wa Kristo, ujumbe wa upendo. Unaambia mtu, hata kuambia mtu, I discovered hata kuambia mtu Yesu anakupenda, it makes a big difference. And unamwacha akifikiria, huyu Yesu ananipenda aje. Unamwacha. Sasa the next time akikuona tena, ana expect the same thing, and then now you can continue the discussion. Unaweza sasa kumkaribisha hata akuje kanisani, ili watu wa Mungu wasipotee. Basi tuko na kazi ya kufanya, na tuko sisi wenyewe, tunaanza na sisi wenyewe, ili kuwa faithful kwa huyu Mungu. Tuendelee kufunga na kuomba, tuendelee kuuliza direction kwa Mungu. Ni vipi tutafanya? Ni wapi tutaenda? Ni wapi unanituma? Ili ulimwengu usipotee, lakini watu wa Mungu wakaweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.